mnakumbuka Ndosa amezungumza mahitaji ya nyumba. Wenzetu wa Wizara ya Ardhi wanafahamu. Yaani zile figa ukiziona wakati mwingine unasema ni kweli au sio kweli. Mahitaji ya nyumba ni makubwa. Lakini ilikuwa ni figa kubwa. Of course Ndosa nadhani amezungumza na hizi zipo hata ukienda kwenye sensa ya 2022 sio ambayo imefanyika utakuta figa utakuta. Kwa hiyo bado tuna kazi na hii initiative ya TMRC maana yake inataka kututoa kule angalau na sisi tuanze kuonekana kuwa na maisha bora kwa kweli na maisha kama National Housing wanavyosema maisha ni nyumba. Kazi kubwa ya TMRC ni kufanya tunasema wholesale lending. Tunatafuta vyanzo vizuri vya fedha za muda mrefu na kwa bei nafuu. Tunakopesha mabenki na taasisi za kifedha ambazo zinaenda kukopesha mikopo reja, yani mortgages, retail mortgages kwa ajili ya wananchi kwa ujumla waweze aidha kununua nyumba ama kujenga nyumba ama kumalizia nyumba finishing. Hatua ya leo ni ya kwanza kati ya hatua nyingi zitakazofuata. Tumeregister program ya jumla ya bilioni 100, lakini hii tranche 1 ama toleo la kwanza tunatarajia raise kiasi cha takriban bilioni 20 na tunaita green shoe option ya bilioni 10. Kwa hiyo tunawahamasisha sana wananchi wajaribu kutumia fursa hii kwa ajili ya kujipatia kipato. Riba ni 11% kwa mwaka ambayo haina withholding tax. Tunaamini kwamba fedha zitakazopatikana katika hati fungani hii inaenda kuchochea miradi ambayo itawezesha kujenga nyumba na kuwa na makazi bora kwa Watanzania. Na hii itaenda kuleta ajira kwa taasisi, kampuni na watu wote ambao watakaoshiriki kwenye miradi yote ya maendeleo inayohusiana na nyumba, ikiwa ni pamoja na wajenzi, wataalamu mbalimbali ambao wanahusiana na shughuli zote za ujenzi wa nyumba na kuweka makazi bora kwa nchi yetu. Hizi zote zinaenda kuleta ukwasi kwenye makazi bora, ukwasi kwenye upatikanaji wa fedha za muda mrefu kwa ajili ya kujenga nyumba ambazo zitawaletea Tanzania maisha ya staha.